Waheshimiwa madiwani, leo tarehe 20 Juni mwaka 2025 tumekutana hapa kwenye mkutano wetu maalum, mkutano wa mwisho wa kuvunja baraza la madiwani, baraza ambalo limehudumu kwa kipindi cha miaka mitano. Tuliapishwa kuwa madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni tarehe 22 Desemba mwaka 2020 kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika na kukamilika mwezi Oktoba. Leo tarehe 20 Juni, waheshimiwa madiwani, sisi tunakutana hapa kwa mara nyingine tukiwa tunahitimisha kazi zetu tulizozifanya kwa kipindi cha miaka mitano, tukiwa na bashasha, tukiwa na afya na utimamu wa akili. Nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kukamilisha safari hii ya miaka mitano tukiwa na mambo hayo. Wote tupige makofi. Lakini kikubwa, Mheshimiwa Naibu Meya na mkurugenzi wetu na viongozi wote mlioalikwa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tuna jumla ya kata 20 kwenye manispaa yetu ya Kinondoni. Ninafurahi kwa kipindi cha miaka mitano ya uhai wa baraza hili, Mwenyezi Mungu ametunyoshea mkono. Hakuna diwani aliyetwaliwa na Mwenyezi Mungu. Madiwani wa kata zote tupo, tumetimiza majukumu yetu. Ni mmoja tu ana changamoto zake, lakini wengine wote tupo tukiwa na afya njema na hatujakaa hapa tukisikitika. Ni mimi tu mstahiki meya, kwenye ofisi yangu hili limekuwa likinisononesha. Nimempoteza mmoja wa watumishi ambaye alikuwa akinisaidia kwenye shughuli mbalimbali. Yeye alimetwaliwa na Mwenyezi Mungu tarehe 16 Januari mwaka huu kwa kifo ambacho kilitokea ghafla. Lakini kama si hivyo, nadhani na yeye siku ya leo angekuwa amejumuika na wenzake katika kuniaga pale ofisini. Lakini mapenzi ya Mungu, na tunasema kazi ya Mungu haina makosa. Mwenyezi Mungu ampokee na aendelee kumpumzisha kwa amani huko alipo. Katika kipindi hiki cha miaka mitano, yapo mengi ya mafanikio ambayo tumeyafanya, na mafanikio haya yametokana na umoja wetu, yametokana na mshikamano wetu. Leo wilaya ya Kinondoni ni moja ya wilaya vinara katika utekelezaji uliotukuka wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Katika kata zetu 20 tunaondoka, na bahati nzuri mwenyekiti wa chama yupo hapa. Hakuna kata leo inaweza ikasimama ikasema hakuna kilichofanyika. Katika mitaa yetu 106 inayounda wilaya yetu ya Kinondoni, hakuna mtaa utasimama utasema hakuna kilichofanyika. Yapo mambo mengi tumeyafanya kutumia mapato yetu ya ndani ambayo yamekuwa yakiongezeka. Tuliingia hapa tukiwa na bilioni 42, tunaondoka leo tukiwa tumefikisha mapato yanayokwenda kufikia bilioni zaidi ya 86. Tujipigie makofi. Hayo ni mafanikio makubwa ambayo halmashauri yetu imeyafanya, na ninajua nafasi itafika tutaelezea mafanikio hayo katika bajeti, katika taarifa zetu mbalimbali. Ndugu zangu viongozi, penye mafanikio ni kwa sababu kuna ushirikiano. Penye mafanikio ni kwa sababu kuna upendo. Tumetengeneza upendo mkubwa sana ndani ya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Upendo tulioutengeneza wa kwanza ni wa sisi waheshimiwa madiwani. Tumependana, tumeaminiana na tumeshirikiana, na ndio maana tumeweza kutengeneza bondi, na bondi hii imekwenda kwa watumishi na watendaji wote
katika kuaminiana kwetu na kushirikiana, tumeifanya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni chini ya uongozi wangu imetulia, na kwa kutulia tumeweza kufanikisha malengo yetu yote. Nimpongeze na nimshukuru sana mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, dada yangu Hanifa Suleiman Hamza. Tulimpokea Kinondoni akiwa mchanga. Leo nafurahi Hanifa Suleiman Hamza ameiva, ameimarika, ameboreka kiutendaji. Kinondoni ni halmashauri kubwa. Hii ni kama wizara, tena wizara kubwa sana. Ina mikiki mingi, ina mambo mengi sana. Lakini licha ya umri wake, licha ya umbo lake, ameweza kusimama imara. Kwanza kuisimamia CMT. Lakini pili, ameweza kupokea maagizo na maelekezo yetu na akaweza kuyasimamia na kufanikisha yale ambayo sisi tuliyataka. Leo tunaondoka hapa tukiwa tumefanikisha mambo mengi. Tumekamilisha stendi tukiwa na Hamza, tumekamilisha uwanja wa mpira tukiwa na Hanifa Suleiman Hamza, tumekamilisha jengo letu la utawala hapo nje tukiwa na mkurugenzi huyu. Yote hiyo ni kwa nini? Alikuwa tayari kupokea maagizo na maelekezo na kuyafanyia kazi kadiri sisi tulivyotaka. Mungu akutunze, Mungu akulinde, na nina hakika kupitia mafanikio haya rais atakuona iko siku moja tutakaa mahala zaidi ya hapa ulipo leo. Pigeni makofi. Lakini kupitia baraza hili na kwa niaba yenu waheshimiwa madiwani, nimpongeze sana. Hii inatoka kwenye sakafu ya moyo wangu na nitaishi nikimkumbuka mtu anaitwa Saadi Ahmed Mtambule. Nimefanya kazi kwa miaka mingi kama meya, kama diwani, kama naibu meya kwenye halmashauri ya manispaa Kinondoni. Nimekutana na madc wengi. Saadi Mtambule mwenye sauti ndogo ya upole, sauti ya unyenyekevu, ni mtu wa kipekee, ni mchapa kazi, ni hodari, ni punda asiyechoka. Ametusaidia waheshimiwa madiwani kwenye kata zetu. Hakuna kata katika kata 20 ambayo Saadi Ahmed Mtambule mkuu wetu wa wilaya hajafika kwenye kata hiyo. Amefanya ziara kwenye kata zetu, amepokea changamoto, amesikiliza kero, ametuheshimisha. Pale ambapo kuna jambo aliona haliendi vizuri, alitwita mmoja mmoja kwa pembeni akaongea naye. Na pale aliona kuna jambo la kumdhalilisha mtu, alitengeneza faraja na upendo miongoni mwetu, na leo tupo wamoja, tumeshikamana mpaka tunamaliza. Piga makofi kwa Mtambule. Mtambule huyu hajawahi kujikuza, hajawahi kutisha mtu. Lazima tuseme, na ninazungumza hapa inatoka kwenye moyo wangu. Wakati mwingine pale ambapo mkurugenzi alikuwa amechanganyikiwa na mambo mengine, ndugu yetu Saadi Mtambule alifanya kazi kama mkurugenzi. Pale ambapo afisa biashara alizembea, Saadi Mtambule alifanya kazi kama afisa biashara. Pale ambapo injinia aliyumba, Saadi alikuwa injinia. Mchumi alipoteleza, Saadi alikuwa mchumi. Huyo ndio Saadi Mtambule mkuu wa wilaya. Ndugu yangu Saadi, tutakumisi sana. Na wewe namuomba Mungu aendelee kukupa afya njema, aendelee kukupa upendo, aendelee kukupa subira ya kuweza kwanza kutuvumilia, lakini kutusaidia. Ile teamwork spirit, umoja tulioujenga miongoni mwetu, umetusaidia kuwa hapa tulipo leo. Asante sana Saadi Mtambule. Lakini sisi, Saadi, una vyombo vyako. Wewe ni mwenyekiti wakuu, una polisi, una uhamiaji, una TAKUKURU, una usalama wa taifa. Vyombo vyote hivi ambavyo wewe umeviongoza vimetupa ushirikiano mkubwa. Leo tunajivunia ulinzi na usalama ni kwa sababu tuna vyombo imara kwenye wilaya yetu. Vyombo hivi tumewasiliana navyo moja kwa moja
Vyombo hivi tumewasiliana navyo wakati mwingine kupitia wewe, vimepata taarifa mbalimbali kwenye kata zetu, lakini yote ni katika kuhakikisha wilaya inakuwa na amani na utulivu. Tutavimisi vyombo hivi, tunaomba tuvipigie makofi mengi vyombo hivi. Na hata kama msiogope kutuuliza, msiogope kutufuatilia. Wakati fulani dada yangu mpendwa wangu DSO pale, simu 10 hapa pako hivi, lakini lengo ni kuhakikisha usalama na amani yetu inakuwa sawa sawa. Si ndio jamani? Wote mmefuatiliwa, mmeulizwa hapa pako hivi, lengo ni kufanikisha mambo yetu. RPC Kinondoni na timu yake, OCD wote tumeshirikiana vizuri kabisa. Mungu awabariki na tunawapenda sana. Mwisho, watumishi wa halmashauri chini ya dada, nilikusema wewe lakini watumishi, hatuwezi kufanikiwa kwa upande mmoja, lazima tufanikiwe kwa pande zote mbili. Watendaji wa halmashauri, mmetenda yaliyo mema, mmetusaidia, muendelee kutusaidia, mmetuongoza hivyo hivyo. Chama cha Mapinduzi, sisi tumepitia kwenu, ninyi ndio wenye ilani. Mwenyekiti Shaweji Mkumbula, bahati nzuri sana ulikuwa kuwa diwani, umekuwa diwani hapa ukihudumu na sisi. Leo wewe ndio mwenyekiti wetu. Unajua madhila ambayo watendaji waheshimiwa madiwani wanayapitia, kwa sababu na wewe umewahi kuwa diwani. Umetupa ushirikiano, umetusaidia, umetuongoza, hujawahi kutubeza. Mwenyezi Mungu akulinde, akutunze. Katibu wetu Jacob Siai, umeshiriki na sisi, umetupa miongozo, umetupa maelekezo kupitia vikao vyetu vya Party Caucus, pamoja na dada yetu Lilian Rwebangira, katibu wa siasa na uenezi wa wilaya. Tunawashukuru. Katibu tawala, tunakushukuru. Umekuja, umehamia hapa kutoka kule Iramba, lakini kadiri siku zinavyokwenda umeendelea kuwa na mahaba na sisi, umeendelea kushirikiana na sisi. Tutakumisi, lakini tuombee kwa Mungu turudi tuwe pamoja. Ndugu zangu, baada ya kuyasema haya kwa heshima na taadhima, kwa upendo na unyenyekevu, naomba nitamke rasmi kikao chetu maalum cha baraza la mwisho la kufunga na kuvunja baraza la manispaa ya Kinondoni kimefunguliwa rasmi. Asante sana. Katika fedha kutoka halmashauri kwa maana mapato ya ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati tunaanza tulikuwa tunakusanya takriban bilioni 42, lakini niseme tu kupitia baraza lako hili tukufu, sasa manispaa Kinondoni inaenda kukusanya bilioni 74.9. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa, kwa sababu tumeona kuna ongezeko la takriban bilioni 31.3 ambazo zimeongezeka chini ya uongozi wako, na hii inatokana kwamba ni udhibiti bora wa mifumo ukusanyaji wa mapato, lakini pia namna gani pia tunashirikiana sisi kwa pamoja kuhakikisha kwamba mapato haya tunayakusanya. Lakini pamoja na yote haya, katika kipindi cha miaka 5 manispaa Kinondoni tumefanikiwa kupokea na kutumia bilioni 666. Hizi Mheshimiwa Mwenyekiti ni manispaa Kinondoni peke yake, lakini tukisema tunaunganisha TARURA, DAWASA, takriban tutaona kwamba Mheshimiwa Rais ametuletea na ameturuhusu karibia trilioni 1.5 katika wilaya yetu ya Kinondoni. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hii sio tu mafanikio ya Kinondoni, lakini pia mafanikio ambayo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ametuletea wana Kinondoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukija katika upelekaji wa fedha ya miradi ya maendeleo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tu nizungumze kwa sana, tunajua Al-Habib Saad hapa ana majukumu mengine, kwamba katika sasa upelekaji ama utekelezaji wa miradi ya maendeleo tumegawa kisekta. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika sekta ya elimu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tupeleka jumla bilioni 19, ambapo tumefanikiwa kujenga vyumba vya darasa msawazo 211, matundu wa vyoo takriban 412, ukarabati wa madawati 100 wa madarasa 197, lakini pia upelekaji na ununuzi wa madawati zaidi ya 10,599. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia kama tunavyojua kwamba katika hii sekta ya elimu bure, Mheshimiwa Rais ametuletea karibia bilioni 4.2 katika elimu msingi kwa ajili ya elimu bure. Lakini sambamba nao Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio yote haya pia tumeweza
anzisha shule za ghorofa 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tunavyojua kwamba manispaa yetu ya Kinondoni ina uhaba wa maeneo, lakini sasa kupitia baraza lako hili tukufu lilipitisha na liliridhia kujengwa kwamba ghorofa haya 6 katika shule za msingi, ambapo sasa tunapata madarasa takriban 106 katika msingi wa ghorofa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni mafanikio makubwa sana katika sekta ya elimu ya msingi, na nichukue fursa hii adhimu kabisa kuwashukuru sana wenyeviti wa kamati ya uchumi, afya na elimu, nikianza na Mheshimiwa Michael Rio, ambapo alihudumu kuanzia mwaka 20 hadi mwaka 2023 kwa namna gani alipokuwa akituongoza katika kamati zetu za elimu, uchumi na afya. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana Mheshimiwa Richard Mgana ambaye na yeye anamaliza muda wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa hawa walikuwa pamoja na sisi kuhakikisha kwamba wanatusimamia katika sekta ya elimu hadi ambapo tumefikia mafanikio sasa Kinondoni, manispaa ya Kinondoni katika mitihani darasa la 7 miaka 3 mfululizo kuongoza katika elimu msingi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako nitumie fursa hii kwa niaba ya management ya manispaa ya Kinondoni kuwapongeza sana waheshimiwa wenyeviti hawa kwa namna gani ambapo tumekuwa tushirikiana katika kutekeleza sekta ya elimu. Mheshimiwa